Bana, leo katika tamthilia ya Noma, Nawanda amepiga mtu kisu. Sasa sijui ni kwamba amekufa ama yuko kwenye hali mbaya tu, lakini baada ya kufanya mauaji hayo, moja kwa moja amemtafuta Wendy na kumpa taarifa hizo. Ilikuwaje mpaka Nawanda akajua alipo? Nawanda baada ya kugundua kwamba Boni ndio mtu ambaye alikuwa ni mume wa Mwana, basi moja kwa moja akaenda kwa Saidi na akamkuta Mwana, akamgongea mlango, akamwambia, shemeji, naomba unifungulie. Na muda huo Mwana alikuwa yuko na rafiki yake yule ambaye Saidi alikuwa akimchukia sana, ambapo walikuwa wameshakunywa vitu vyao, wamepumzika. Kwa hiyo moja kwa moja akahakikisha anavitoa, anaweka pembeni ili chochote kisigundulike, kwa sababu kama akigundua ataenda kumwambia mume wake ambaye ni Saidi, na baada ya kumwambia basi makubwa yangetokea. Basi baada ya kuingia akamuomba ya kwamba, shemeji, naomba unionyeshe anapoishi Boni, nielekeze tu anapoishi, kwa sababu najua wewe unajua kila kitu. Huku kwa Adamu, Saidi pamoja na Toni, wao walikuwa hawana taarifa yoyote ya kwamba Nawanda yuko wapi. Kwa hiyo akawa anaulizana atakuwa yuko wapi, na Adamu akasema kwamba huenda ikawa ameenda kujiua gorofani tena. Lakini muda huo tayari Nawanda alikuwa amekwisha kumpigia Wendy na kumwambia kwamba ameua. Kwa hiyo moja kwa moja Wendy akapiga simu kwa Toni ili ampe taarifa, lakini baada ya kuwa anapiga, Toni alikuwa anaiangalia tu simu na akawa hapokei simu ile, na Adamu akamwambia, pokea simu, huenda ikawa anakupigia, anajua Nawanda ambapo yupo. Lakini Toni alipomwangalia akanyamaza na akaona asiendelee kuongea kwa sababu anaweza akasababisha matatizo. Akanyamaza kabisa, hajaendelea na chochote. Lakini kwa upande wa Chioma, huku shughuli yake inaendelea, na leo imefana sana kwa sababu amemuita mpaka mzee Yusuf aje atumbuize katika shughuli yake ya leo. Huku Nawanda baada ya kufanya hayo yote, basi akaamua kujipeleka polisi moja kwa moja yeye mwenyewe.